ustahimilivu wa uchumba wako wewe upo katika maana ya uchumba. Utajiri na utawala kwa ujumla na mipaka ya uchumba wako wewe upo katika maana yake au maana ya uchumba. Kujua na kufahamu kwamba wewe upo katika uchumba au haupo, wewe umechumbiwa au umechumbia, kunapatikana katika maana ya neno uchumba. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uchumba sehemu ya 18. Bila shaka unajitambua na kujua kwamba wewe ni mchumba, wewe umechumbiwa, wewe umechumbia, wewe ni wa sura ya uchumba katika maana ya neno mchumba. Unajua faida za uchumba katika maana ya neno mchumba. Unaijua raha ya uchumba au utawala kamili wa uchumba katika maana ya neno mchumba. Kwa kuwa ili chochote uwe na utawala nacho, ni lazima ukijue na ujue raha ya utawala huo ambao unahitaji kuutawala. Si kusema tu mimi nimechumbiwa, mimi ni mchumba, mimi nimechumbiwa, mimi nina sura ya uchumba. Ndio, lakini uchumba ni nini ambao unakudhibitishia kwamba na wewe ni mchumba au ni wa sura ya uchumba, ikimaanisha umechumbiwa au umechumbia tayari. Na raha yake ni nini? Utawala wake ni upi? Na mipaka yake ni ipi? Ili unapomiliki ujue unacho kimiliki, ujue utawala unao umiliki, na umiliki wa utawala husika, yani jina uchumba kwa muonekano wake, upo katika maana yake, ikimaanisha katika sura inayoelezea au kutambulisha uchumba. Ndio, na bila shaka
sura ambayo inayoelezea maana ya uchumba au inayotambulisha jina na muonekano uchumba ni sura ya mvuto. Ni sura ya mvuto, ikimaanisha kwamba uchumba maana yake ni sura ya mvuto. Kwa hiyo unapoelezea uchumba unajieleza kwa sura ya mvuto, ikimaanisha chochote yoyote aliye na sura ya mvuto ndiyo maelezo kamili yanayoelezea jina na utawala wa muonekano wa uchumba. Chochote yoyote mwenye sura ya mvuto kwa kuvutiwa au kwa kuvutia, sura hiyo ndiyo muonekano wa maelezo ya jina uchumba. Na ndio maana katika maana hiyo ndipo unajua kwamba wewe upo katika uchumba au hapo. Jinsi ulivyo hivyo ni sura ya uchumba inayoelezea uchumba au sio. Ila katika jinsi ya maana ya neno mchumba, popote pale ulipo, wewe ndiyo sura ya muonekano wa mvuto. Jinsi ulivyo hapo ulipo, wewe ndiye uliye mvuto. Kwa kuvutiwa au kwa kuvutia. Na kwa jinsi ya wewe kuwa ndiye sura moja ya mvuto, ikimaanisha ulivyo ndio maelezo yanayoelezea jina uchumba moja kwa moja hapo ulipo, katika jinsi na jina la muonekano huo ndiye uliye uchumba wenyewe. Kwa kuwa hapo ulipo umebeba maelezo kamili ya jina uchumba. Jinsi ulivyo hapo katika muonekano ulionao
ndiyo maelezo kamili ya jina uchumba, ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo kwa neno na jina hilo ulilonalo, pasipo kujalisha silika, jinsia, muonekano au vyovyote vile, bali jinsi ulivyo hapo kwa jina hilo ndio jina la uchumba kamili, ikimaanisha kwamba muonekano na jina hilo ndio uchumba kamili, ikimaanisha utawala kamili wa mvuto. Ndio. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, popote ulipo, wewe tayari ni mchumba kwa sura ya muonekano wako huu wa mvuto unaojieleza, unaoelezea. Na hapo ulipo unaishi maisha ya uchumba, ukimaanisha ulipo hapo ndio uchumba kwa jinsi na jina hilo lako unatawala. Ndio. Na huo ndio miliki. Unamiliki unachokijua, na kukijua kwako unakijua katika maana, nawe ukiwa katika maana hiyo, basi wewe ndiye mmiliki kamili wa hicho kwa jinsi na jina lake, ikimaanisha jinsi na jina lako ndio hicho katika kukimiliki kwako, katika kutawala kwako, katika kuishi kwako. Na ndivyo ilivyo katika uchumba. Ili uwe mmiliki, kwanza ni kuujua. Je, upo katika maana ya uchumba? Ukishajua nawe upo tayari ni mmiliki kwa jinsi na jina lako. Na bila shaka popote pale ulipo, wewe hapo ulipo ndiye mmiliki wa jina uchumba, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo, wewe ndiye uchumba kamili kwa kuchumbia au kwa kuchumbiwa, ikimaanisha kwa kuvutiwa au kwa kuvutia, kwa maana kuu kwamba chochote kinachokuvutia ni cha kwako, ni sura ambayo inakuelezea wewe katika jinsi na jina lako wewe. Chochote unachokivutia ni cha kwako wewe, kinaelezea
au inakutambulisha wewe katika jinsi na jina lako hapo ulipo katika sura hiyo ya mvuto, yani uchumba. Ndio napenda nikwambie neno hili kwamba popote pale ulipo katika jinsi ya uwepo wa ukamili wako, upo hivyo katika muonekano huo sawa sawa na sura inayokuelezea au kukutambulisha. Upo hivyo sawa sawa na maana ya muonekano ulionao, ikimaanisha sura inayokuelezea wewe. Na bila shaka kuanzia sasa sura inayokuelezea wewe katika jinsi na jina lako wewe ni sura yoyote unayoivutia au inayokuvutia. Haijalishi unavyovivutia, unavitambua au hauvitambui. Haijalishi kinachokuvutia unakijua au haukijui. Iwe ni katika mawazo, iwe ni katika fikra, iwe ni katika kutazama, iwe ni katika kusoma, iwe ni katika maandishi, iwe ni katika jinsi yoyote ile, bali chochote kinachokuvutia ndiyo sura ambayo inakuelezea wewe katika jinsi hiyo na jina hilo ulilonalo hapo hapo ulipo. Chochote unachokivutia hata pasipo wewe kukijua ndicho kilicho au ndiye aliye sura au maelezo yanayokuelezea wewe hapo ulipo katika jinsi hiyo na jina hilo ulilonalo. Kwa kuwa jinsi ulivyo katika jinsi na jina hilo upo kamili, kwa kuwa upo na sura inayokuelezea moja kwa moja, sura ya mvuto katika jinsi na jina mchumba, uchumba kwa jina hilo ulilonalo, ukimaanisha jina hilo ulilonalo ndio uchumba kamili. Kwa hiyo isikushangaze kwamba ulipo hivyo ulivyo, upo sawasawa na sura inayokuelezea. Ukiwa na mipaka ya sura inayokuelezea, ndivyo na muonekano wako ulivyo. Lakini katika jinsi ya neno
jina uchumba kwa maana yake hii, hakuna mpaka wa sura inayokuelezea wewe kwamba ni yoyote anayekuvutia au chochote unachokivutia. Haijalishi unakijua, haijalishi haukijui, haijalishi unakiona, haijalishi haukioni, ila kwa kukivutia kwako au kwa wewe kuwa na mvuto nacho, basi huyo ndiye aliye sura inayokutambulisha au kuelezea wewe hapo ulipo katika jinsi hiyo na jina hilo. Kimaanisha kwamba chochote kile ndio jinsi hiyo na jina hilo lako wewe. Kama ilivyo mwili, haijalishi ni wapi utashika, lakini ni jina la mwili. Haijalishi ni wapi utagusa na pana sifa hipi kwa jina lipi, lakini popote pale ni jina la mwili. Jina hilo ndio jina la mwili. Pia hapo lipo, haijalishi ni yupi anakuvutia, ni nani unamvutia, bali chochote kile, yoyote yule, ndio jina lako na jinsi hiyo ulipo popote, pasipo kujalisha jina lako lipi, unaonekana vipi, ni jinsi vipi, ni silika ipi, bali chochote kile ni jina lako, ni jinsi yako inaishi. Kwa kuwa chochote kile, yeyote yule, ni sura inayokuelezea, yani ni maelezo yanayokuelezea wewe hapo ulipo, au yanayoelezea jina lako wewe, muonekano wako wewe, huu ulionao kwa jina hilo hilo ulionalo popote pale ulipo. Ndio nazungumza na wewe. Haijalishi uko wapi, ni nani, lakini ulipo hapo ndiye uliye mchumba kamili. Jina ulilo nalo ni uchumba kamili. Silika, jinsia, taifa, mwonekano, rangi, kila jinsi ulivyo, ndio uliye uchumba kamili. Kwa uthibitisho wa sura hiyo inayoelezea uchumba, ambayo ni sura ya mvuto, na kufanya kwa hiyo sura ya mvuto wa muonekano ulionao ndio maelezo yasiyotafutwa ya uchumba. Tena kamili. Na yoyote anayekuvutia au unayemvutia ndiye aliye sura anayeelezea au kukutambulisha jina lako hilo na jinsi yako hiyo, kwa kuonekana hapo ulipo popote.
na kufanya ulipokuwa una utawala mmoja katika sura moja hiyo ulionayo, popote pale katika jinsi ya sura yoyote inayokuelezea na kukutambulisha. Basi leo hii naishia hapa sehemu hii ya 18. Usikose sehemu ya 19. Basi popote pale ulipo, ninakupatia mchumba wa sura yako, mchumba wa mvuto wako, mali ya mvuto wako, mali inayokuvutia, utajiri unaokuvutia, mafanikio yanayokuvutia, mume anayekuvutia, mke anayekuvutia na unayemvutia, taifa linalokuvutia, mafanikio yanayokuvutia, utajiri unaokuvutia, uponyaji unaokuvutia na unaovutia. Pokea popote pale ulipo. Pokea mchumba anayekuvutia. Pokea mchumba wa sura yako. Nimekupatia popote pale ulipo. Na sasa yupo pamoja na wewe. Utajiri wa mvuto wako, mafanikio ya mvuto wako, mke wa mvuto wako, mume wa mvuto wako, mwanamume wa mvuto wako, mwanamke wa mvuto wako, mafanikio ya mvuto wako, uponyaji wa mvuto wako, utajiri wa mvuto wako, muujiza wa mvuto wako, ujenzi wa mvuto wako, masomo ya mvuto wako, ufaulu wa mvuto wako. Popote pale ulipo, nimekupatia uchumba wa sura yako hapo ulipo na umekuwa kwako. Basi tazama mafundisho haya na somo hili katika ukurasa wa YouTube na kwingine kote kwa jina la Andegunyu, na popote pale katika fundisho hili lilipo, litazame, kwa kuwa lipo hapa katika kuishi sura moja, utawala mmoja wa jinsi ya uchumba wa sura yako. Pokea, nenda kwako.